Kwa mara nyingine tena, wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wajichukulia udhibiti wa eneo la Kanyuru wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini na kutangaza moja kwa moja kupambana ili kuingia kwenye mji wa Rubaya. Asante msikilizaji wa Kwetu News 24 na karibu katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 27 Mei mwaka 2026. Tupo mbioni ili kukamilisha mwezi wa Mei na kuambatana moja kwa moja na mwezi Juni. Hizi hapa habari zetu za asubuhi msikilizaji, na kualika kwa moyo mkunjufu kuweza kuambatana nasi. Hii ni Kwetu News 24. Ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi, usikose kusubscribe, kushare na kucomment, lakini pia kulike ili uendelee kutupa nguvu na kutupongeza kwa kile ambacho tunakifanya msikilizaji wa Kwetu News 24. Naam, kwenye habari zetu za leo tutagusia nguvu mpya ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC inayosababisha kuweza kuchukua baadhi ya maeneo walioyadhibiti waasi wa AFC M23, na hivi punde wamechukua udhibiti wa eneo la Kanyuru wilayani Masisi mkoani Kivu ya Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, hatua hiyo ilifikiwa Jumanne tarehe 26 Mei mwaka 2026 baada ya mapambano makali yaliyojiri tangu Jumatatu wiki hii kati ya vikosi vya serikali na waasi wa AFC M23 katika sehemu mbalimbali za miji ya huko Masisi mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo la Kanyuru linatajwa kuwa eneo lenye mkakati mkubwa wa kijeshi kufuatia utajiri wake wa madini pamoja na njia muhimu zinazoelekea miji muhimu ya mkoani Kivu Kaskazini. Eneo la Kanyuru lipo kwenye kilomita 1 kuingia ndani ya mji wa Rubaya, eneo ambalo limeshikiliwa kwa muda wa miezi kadhaa na waasi wa AFC M23, na hivyo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na FARDC limetangaza kuwa siku si nyingi, baada ya masaa machache wataingia moja kwa moja ndani ya mji wa Rubaya. Na baada ya mapigano makali Jumanne hii ya tarehe 26 Mei mwaka 2026, baada ya mapigano makali vikosi vya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo walipiga hatua muhimu Jumanne hii tarehe 26 katika eneo la Masisi mkoani Kivu ya Kaskazini mashariki mwa DRC kufuatia mapigano makali yaliyoanza siku moja kabla dhidi ya waasi wa AFC M23 pamoja na jeshi ya Rwanda kuelekea sehemu nyingine tofauti baada ya kuondoka maeneo ya huko Kanyuru na eneo nzima la huko Masisi. Muungano wa serikali umerejesha udhibiti wa eneo la Kanyaru, ngome ya kimkakati iliyopo kilomita 1 tu kutoka mji wa madini wa huko Rubaya, waliporudishwa nyuma vitani wanachama wa AFC M23 waliojiondoa kuelekea katikati mwa eneo hili kubwa la madini. Hatua hiyo ya kudhibiti maeneo muhimu mkoani Kivu Kaskazini na Kusini imekuja kufuatia mwendelezo mzima wa mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la wazalendo pamoja na serikali ya DRC, huku wakiunganisha nguvu zao ili kutetea raia wanaoteseka dhidi ya vita na mashambulizi ya kila siku ya AFC M23. Wakati hayo yakiendelea kujiri namna hiyo, siku ya Jumapili ya wiki hii tunayo ndege isiyokuwa na rubani iliyoshukiwa kuwa ndege ya waasi wa AFC M23 iliweza kurusha mabomu maeneo ya huko Mikenge na kuweza kuwalenga wapiganaji wazalendo pamoja na raia wanaoishi eneo hilo la Mikenge pamoja na Point Zero. Wakati hayo yakiwa namna hiyo, vita bado vinaendelea kushamiri maeneo ya huko Minembwe licha ya hatua iliyopigwa na serikali ya kidiplomasia ya kuweza kutamatisha vita pamoja na taharuki za kivita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Licha ya hayo, bado wazalendo wanaendelea kujimarisha katika ngome zao Kivu Kaskazini na Kusini, huku wakitaka raia kuwaunga mkono pamoja na serikali kwa ujumla. Naam, habari nyingine ni kwamba waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Anzuruni alipokea mjini Kinshasa ujumbe wa wabunge 5 wa jimbo la Kivu ya Kusini walioteuliwa kutoka eneo la Fizi na kuongozwa na mmoja kati yao Mlondani Mwimi wa John, mchaguliwa wa tarafa la Fizi, mbunge mchaguliwa kwenye nyadhifa ya jimboni kutoka eneo la Fizi. Mkutano huu rasmi uliwezesha kupitia hali tete ya jimbo hilo, ikizingatia vipaumbele 4 vikuu: migogoro ya kiusalama, binadamu, kisiasa pamoja na kijamii inayotikisa eneo hilo. Wabunge hao walielezea kudorora kwa hali ya usalama
na umaskini wa wakaazi waliokimbia makazi yao, huko wakisisitiza kuwa haja ya kuimarisha taasisi za jimbo kwa kuheshimu mafikiano yaliyofikiwa mbele ya mamlaka za kitaifa. Walionya hasa waziri kuhusu ubovu wa barabara ya Fizi na huko Uvira ambayo inakwamisha uchumi na usambazaji wa misaada. Hivyo waliomba maendeleo ya haraka ya ufasiri wa ziwani kuelekea Baraka na Uvira ili kufungua maeneo hayo yenye migogoro ya kivita. Waziri Floribert Anzuruni alithibitisha tena dhamira ya serikali kuu kwa wakaaji wa Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Alikumbusha kuwa suluhisho la kudumu ya migogoro na changamoto za maendeleo mashariki mwa DRC ilihitaji uratibu wa karibu na mazungumzo ya kitaasisi ya kudumu kati ya mamlaka ya kitaifa na mamlaka za jimbo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, habari nyingine ni kwamba hoja iliyotolewa bungeni naye mbunge wa kitaifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi Msenyibwa Apele Javien kufuatana na kuangaika kwa wakaaji wa tarafa la Fizi pamoja na Uvira kwa ajili ya ukosefu wa umeme, ingawa umeme wa Force Bendera upo ndani ya tarafa la Fizi. Alipotoa hoja bungeni, Msenyibwa Apele Javien, mbunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye wadhifa wa kitaifa, ameonyesha kuwa umeme huo unapashwa kutumika na kuwanufaisha wananchi wa tarafa la Fizi. Kazi ni moja kwa serikali kuhakikisha wanafanya jitihada zote ili kufikisha umeme ndani ya tarafa la Fizi, hususan ndani ya mji wa Baraka. Ni aibu ya kutosha kuona umeme huo unapatikana ndani ya tarafa la Fizi, ila cha ajabu ni kwamba unanufaisha wakaaji wa tarafa zingine pamoja na nchi jirani. Tumsikilize akitoa hoja yake bungeni. Ça se passera bien parce que vous comprenez bien les Swahili, honorable président. Allez-y, vous avez déjà consommé 2 minutes. Mheshimiwa mkuu spika wa wanabunge, nashukuru sana kwa kutupatia kauli tuzungumze katika lugha tukufu la Kiswahili. Nilitamani kuongelea mambo inayohusu electricité Fizi. Électricité en Swahili c'est quoi? Umeme. Vous dites? Umeme. Umeme, oui, bon, parfois umeme. Merci honorable président pour l'ajout. Kule Fizi najua kuna mwanabunge ambaye amekuja ongelea mambo kama na haya. Kuna barrage ambao wanaita Force Bendera, imejengwa kwenye mto wanaoita Kimbi. Mto huo unagawa tarafa la Fizi na Kalemi, lakini kitu kinachoshangaza ni kwamba tangu barrage hiyo hiwe mpaka leo watoto wa tarafa la Fizi hawanufaike na barrage ambayo inajengewa. Tulitamani kuuliza mheshimiwa, kitu gani ambacho kinazuia Fizi isibenefisie nayo na umeme ambayo inapatikana kwa mto? Na acha niseme mto huo uko katika tarafa la Fizi. Inashangaza na inaumiza wananchi. Pia wakati gani waziri anawaza kurekebisha mambo kama na hayo? Unajua, kuhusu hiyo swala ya Force Bendera, kweli ni kwamba kuna mambo yanayopitikana katika nchi na inatufanya sisi tusirike na tusikue tunakubali kila kitu ambacho government inaendelea kufanya. Jana tulikuwa na plénière, tulikuita waziri anayehusika na mambo ya umeme. Mimi kama vile mwanabunge wa Fizi nilimhoji kuhusu swala hilo la umeme katika tarafa la Fizi, kwa sababu ni mambo inayoumiza moyoni. Muwe na kitu alafu nyinyi ambao mna kitu kile amunufaike na hata kitu kimoja. Ni kama vile katika nyumba baba ni mfugaji, lakini anapoua kifugo kimoja huwa ni wengine watu ndio wanaonufaika na nyama ya kifugo kile. Sisi watoto hatupati kitu. Ni vitu ambavyo sisi vinatuuma kama vile raia wa Fizi, kwa kuona kwamba katika tarafa letu kuna mtu ambao unaitwa Kimbi, katika Kibembe wanaita Embe, kumejengwa barrage Force Bendera, lakini sisi watoto wa Fizi hatunufaike hata kidogo na barrage ile ambayo imejengwa pale. Hiyo ni mambo ambayo inatuhuzi zaidi sana. Niliamua kumwambia kinaga ubaga, hata kumwambia kwamba kuna mambo mengine atupashwi kuwasamea na kukubali, ijapokuwa wanasema nini. Nilimwambia kwamba atuambie kweli, kwa sababu hatuelewi sisi watoto wa Fizi kwa sababu gani barrage inajengwa katika tarafa letu, lakini sisi watoto wa Fizi hatunufaike na kitu kimoja. Hatuna courant, alors que tarafa la Fizi ni tarafa ambalo lina madini mengi.
Alijieleza jinsi alivyojieleza, lakini alituambia kwamba ili apate majibu sahihi kabisa tumpe muda wa siku 2, mlugha Kifaransa wanasema 48 heures, aje kutuambia zaidi sana ni nini kinachotuma mambo kama na hayo yawe. Na nikamwambia ijapokuwa hiyo utakuja kutuambia, lakini utuambie pia kitu gani ambacho mnaandaa na mnawaza nyinyi kama vile wa minister pamoja na government ya premier minister, uje kutuambia kwa sababu mnawaza nini juu ya ile barrage, afin que watoto wa tarafa wa Fizi wanufaike na mambo kama na. Na tuzungumzie habari za kimataifa, msikilizaji. Serikali ya Afrika Kusini inasema inashughulikia swala la kuwepo kwa raia wa kigeni wanaoishi nchini humo bila vibali, ikiwataka raia wa nchi hiyo kutochukua hatua mikononi mwao. Kauli hii ya serikali inakuja wakati huu maandamano dhidi ya wageni wanaoishi nchini humo bila vibali yakiendelea kwenye miji mbalimbali. Mawaziri mbalimbali wamekutana kwenye kikao cha dharura kujadili madai kuwa wageni wasio na vibali wanasababisha visa vya utovu wa usalama nchini humo na kuchukua ajira za wenyeji. Hii imekuja baada ya siku chache sauti za raia wa Kongomani pamoja na mataifa mengine zikitokea kwenye mitandao ya kijamii huko maeneo ya Afrika Kusini, ikitaja kulalamika kuhusu malezi mabaya wanayolelewa maeneo ya Afrika Kusini. Naibu waziri wa mambo ya ndani Njabulo Nzuza amesema Afrika Kusini inakabiliwa na changamoto kubwa ya wahamiaji haramu na inataka mchakato wa kuwaondoa nchini humo ufuate sheria mara moja. Hii inakuja baada ya wiki iliyopita mamia ya raia wa kigeni kutoka mataifa kama DRC pamoja na Rwanda, lakini pia Somalia kutafuta hifadhi kwenye mji wa Durban baada ya kupokea vitisho kutoka kwa wenyeji kuwa kufikia Juni tariki 30 wawe wameondoka kwenye nchi ya huko Afrika ya Kusini. Asante msikilizaji wa Kwetu News 24 kwa kuambatana nasi katika habari zetu. Ni kuombe usikose kusubscribe, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale tunapoziweka angani. Nikushukuru kwa kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Hadi wakati mwingine, kwa heri.